Jana taifa lilipoadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya kihistoria ya Gen Z ya tarehe 25 Juni, hofu ya vurugu iliyochangiwa na hatua kali za kiusalama zilizotekelezwa na maafisa wa polisi ziligeuza kuwa Nairobi kuwa jiji lisilokuwa na shughuli. Kwa sekta rasmi na sekta isiyokuwa rasmi, siku moja tu ya kufunga biashara humaanisha hasara mabilioni ya shilingi. Kwa jiji linalochangia mabilioni ya shilingi katika uchumi wa taifa kila siku, jana ilionekana kama siku kuu iliyolazimishwa. Wakati maafisa wa Wizara ya Usalama wa Kitaifa walidai kuwa 99% ya Wakenya waliendelea na shughuli zao kama kawaida, hali halisi iliyoshuhudiwa ilielezea tofauti. Hofu ya uporaji pamoja na vizuizi vya polisi vilivyofunga eneo la biashara la kati ya jiji CBD vililazimisha biashara nyingi kufunga. Kwa mujibu wa takwimu za awali za muungano wa sekta binafsi nchini KEPSA, siku moja ya maandamano ya kitaifa na usumbufu wa kimuundo inaweza kugharimu uchumi hasara ya hadi shilingi bilioni 3. Katika sekta ya biashara za rejareja ambako faida ni ndogo na mapato ya kila siku ndiyo msingi wa uendelevu wa biashara, kufungwa kwa shughuli jana kulisababisha hasara kubwa. Athari hizo hazikuwagusa wafanyabiashara wadogo pekee, pia ziliathiri benki na kampuni za usafirishaji wa bidhaa zinazosafirisha mizigo kutoka bandari ya Mombasa kwenda masoko mengine ya Afrika Mashariki. Nairobi inaposimama, ukanda mzima uhisi athari zake. Lengo kuu la serikali jana lilikuwa kudumisha amani na utulivu kwa gharama yoyote, na hilo lilifikiwa kupitia uwepo mkubwa wa maafisa wa usalama. Hata hivyo, katika uchumi hakuna kitu cha bure. Gharama ya amani hiyo ilikuwa kusimama kwa shughuli za kiuchumi katika mji mkuu. Leo mwananchi wa kawaida anajitahidi kufidia mamilioni ya shilingi alizopoteza, hasara